Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Ufugaji wa kondoo umewasaidia wanakijiji katika moja ya kaunti maskini zaidi kaskazini magharibi mwa China kuongeza kipato chao na kuboresha maisha yao. Katika kijiji cha Laozhuang, kaunti ya Dongxiang, mkoani Gansu, kaskazini magharibi mwa China, serikali ya huko imechukua hatua kuwasaidia wanakijiji kuondokana na umaskini kupitia mifugo. Familia ya mwanakijiji Ma Ibrahim ilikuwa ni maskini zaidi kijijini hapo. Ili kutimiza kuondokana na umaskini, serikali ya huko ilitoa mkopo usio na riba ya yuan 50,000 kwa kila familia kijijini hapo. Fedha hizo zililenga kujenga mazizi ya kondoo, kununua kondoo na kuendeleza sekta ya uzalishaji wa kondoo. Hata hivyo, Ma Ibrahim hakununua kondoo hata moja. Kwa kutumia pesa hizo, Ma Ibrahim alinunua nguo kwa ajili ya watoto wake na viatu kwa ajili ya mke wake. Hakuwekeza katika kondoo hata moja, kwa kuwa alikuwa na hofu kuwa wanyama hao wanaweza kupata magonjwa na kumzuia kulipa mkopo huo wa yuan 50,000. Ili kuwasaidia wanakijiji kuondokana na hofu hiyo, serikali ya huko ilianzisha hatua kadhaa za ruzuku ili kuwaondolea shinikizo la kifedha. Kwa familia kama ya Ma, 60% ya ruzuku pia ilitolewa wakati wa kununua kondoo. Kwa wale waliokuwa hawana ujuzi wa ufugaji wa kondoo, waliweza kuwakabidhi wanyama wao kwa mashirika ya ufugaji kwa ajili ya kuhudumiwa na kupokea faida kutokana na mauzo ya kondoo. Kondoo wote walipewa kinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza, na madaktari wa wanyama wa huko mara kwa mara walitembelea mifugo hiyo kwa ajili ya vipimo na tiba. Kwa kununua mashine za kusaga chakula, ruzuku ya 20 hadi 30% ya bei halisi ilitolewa. Kwa familia zilizohitaji mafunzo katika teknolojia ya ufugaji, ziliweza kuhudhuria shule za ufundi stadi kwa ajili ya kuelimisha. Mwaka 2015, Ma Ibrahim alichukua hatua yake ya kwanza na kununua kondoo wawili. Kondoo hao walizaa wana kondoo ambao waliwauza na kupata faida na kumwezesha kununua kondoo zaidi. Ndani ya mwaka, kundi lake la kondoo liliongezeka na kuzidi 30, na sasa anajivunia kuwa na kondoo karibu 80. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.